taasisi hii inafanya kazi vizuri. Taasisi inafanya kazi vizuri, na unajiuliza kama isingekuwepo hali ingekuwa mbaya zaidi. Impact kubwa kama hatuna vipimo sahihi tunaiona kwenye ustawi wa wananchi. Zangu, hilo ni jambo la muhimu sana kwetu. Tunataka focus kwenye mita za umeme. Ni lazima wajihakikishie kwamba mita hizo nazo zimecomply na sheria, kwa maana ya vipimo. Zimekuja hapa, zimekuwa certified, zimepata kibali cha WMA, alafu ndio ziende sasa zikafanye kazi. Kamati imefurahishwa na mita za maji. Kwa nini kwenye mita za maji inaonekana inawezekana? Kwenye mita za umeme inakuwa ni shida. Muendelee na programu za kuhakikisha mnasimamia kwa karibu, ambao ina malalamiko kwa wananchi inatokana na vifaa vya ujenzi. Tunaomba sana kwenye vifaa vya ujenzi nako kuna malalamiko makubwa sana. Kwa kweli ziara yetu imeenda vizuri. Wabunge wameona, wamekagua, wameshauri, wametoa maoni ambayo kimsingi yamejikita katika baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa ni malalamiko ya wananchi wetu, hasa watumiaji wa umeme na maji, lakini pia masuala ya bando na maeneo mengine ambayo yanaigusa moja kwa moja taasisi ya vipimo. Tumewahakikishia wajumbe wa kamati kwa niaba ya bunge kwamba tutatekeleza maelekezo yao, maoni na ushauri wao, lakini pia tutajikita kwenye kujibu maswali yao ambayo yatakuwa ni sehemu ya majibu ya kero za wananchi wetu, hoja za wananchi wetu na changamoto za wananchi wetu. Umuhimu wa ukaguzi na uhakiki wa vipimo unachukua nafasi kubwa sana katika kuhakikisha haki na usawa baina ya pande mbili zinazofanya biashara. Kwa hiyo ni wahimize wananchi kuhakikisha kwamba wanatumia vipimo ambavyo vimehakikiwa. Kuna wale wanaoenda kupata huduma, wahakikishe wanapata huduma hizo kwenye vipimo ambavyo vimehakikiwa, lakini wale wanaotumia vipimo mbalimbali kutoa huduma, wahakikishe pia wanatoa huduma kwenye vipimo ambavyo vimehakikiwa. Katika kituo cha uhakiki wa vipimo Misugusugu, moja ya kazi zinazofanyika ni uhakiki wa tenki za malori yanayobeba vimiminika. Matenki haya ndiyo yanayotumika kusafirisha mafuta toka kwenye maghala ya uhifadhi wa mafuta yaliyoko kwenye maeneo ya Kigamboni na Kurasini katika jiji la Dar es Salaam na kupeleka mikoani au nchi za jirani. Sasa sababu kubwa ya kuhakiki ni kuwa na uhakika kwamba kiasi kilichopakiwa kwenye malori hayo ni sahihi. Na hapa uhakiki unaofanyika huwa tunampa yule dereva kitu kinaitwa dipstick. Sasa dipstick ile ndiyo inatakiwa iende na kuwa na kipimo sawa na mita inayotumika kufanya loading ya mafuta wakati anajaza yale mafuta. Lakini pia atatumia dipstick ile katika kukabidhi shehena ya mafuta ambayo amepakia pale anapofika mwisho wa safari yake au pale anapofika kwa ajili ya kukabidhi mafuta hayo kwa mhusika. Na hivi karibuni kupitia kituo hichi tumepata mafanikio makubwa ambayo yametuwezesha kusaini hati ya makubaliano na wenzetu wa wakala mamlaka ya vipimo Zambia, ambayo sasa tumewasaidia nchi ya wenzetu wa Zambia kutoa tangazo maalum la kiserikali kwamba ushushaji wa mafuta nchini Zambia utatumika kupitia dipstick ambayo inatokea kwenye kituo hichi. Manufaa ambayo napata ni kuhakiki kwamba kipimo kilichopo na kile ambacho napakia kwenye mita kule kwenye depo ambavyo naona vinaendana, na mimi napata imani kutokana na ile stick. Kituo kile cha Ilala kilikuwa kwanza ni kidogo, alafu kilikuwa kinatumia muda mrefu, kwa sababu hata mkifika pale magari mengi, makampuni mbalimbali, kwa hivyo hauwezi kupata huduma kwa haraka. Lakini kwa sasa hivi unakuja moja kwa moja tu hapa, unafanya vipimo, unaondoka zako.